Katika dunia ya leo, watu wengi huzungumza kuhusu kuwa mwanaume, lakini wachache wanazungumza kuhusu kuwa mwanaume imara kweli. Kuwa mwanaume kweli na kuwa mwanaume imara hakuonekani tu katika kipato na jinsi ya kufanya kazi. Kuwa mwanaume imara inaonekana katika ulinzi wa familia, kuhudumia familia, kuipenda familia na kuijali familia. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia hoja 5 zinazomtambulisha mwanaume imara, mwanaume wa kweli, mwanaume anayetambua haki zake katika familia. Hoja ya kwanza, mwanaume imara huwajibika kwa familia yake. Moja ya sifa ya uimara wa mwanaume katika familia yake ni uwajibikaji. Mwanaume imara anawajibika katika familia yake kuhakikisha kwamba familia inakuwa na ulinzi, familia inaishi vizuri, familia inakuwa na upendo, familia inakuwa na mahitaji ya msingi. Pamoja na changamoto, hata kama changamoto zinatokea kwenye familia, mwanaume imara hakimbii familia yake. Mwanaume imara anasimama kwenye familia yake nyakati za shida na nyakati za raha, akitambua kwamba familia ni dhamana yake kubwa katika maisha yake. Hivyo, mwanaume imara, ili uweze kumtambua, yani indicator ya kwanza kabisa ya kumuona mwanaume imara ni mwajibikaji. Yani huyo anakuwa anawajibika moja kwa moja kwenye familia yake. Hata kama kuna nini, anawajibika moja kwa moja kuhakikisha familia yake inakuwa na hali ya utulivu na amani. Hoja ya pili, mwanaume imara huheshimu mke wake. Mara nyingi, ndoa ambazo zina heshima zinadumu sana na maisha yanakuwa mazuri. Na ili utambue uimara wa mwanaume ni pale unapomuona anamheshimu mke wake. Mwanaume imara anatambua kwamba mke wake si mpinzani wake, bali ni mshirika wake katika maisha. Mwanaume imara akitambua hivyo, moja kwa moja hiyo ndoa inakuwa ina uimara pia. Ili uweze kutambua kwamba huyu ni mwanaume imara, angalia jinsi anavyomheshimu mke wake, jinsi anavyowasiliana na mke wake, jinsi anavyojibizana na mke wake, jinsi anavyomhudumia mke wake. Yani moja kwa moja utamtambua kwa sababu kwamba huyu ni mwanaume imara. Anamheshimu mke wake, anamsikiliza, anampenda, anamthamini na anamuelewa. Pale panapokuwa pana changamoto, anazitatua kwa njia ya amani. Hoja ya 3, mwanaume imara hushiriki malezi ya watoto. Watoto hawahitaji tu chakula, nguo na nyumba ya kulala. Watoto wanahitaji zaidi ya hapo, wanahitaji malezi ya baba. Mwanaume imara huhakikisha kwamba analea watoto wake, anazungumza nao, anawashauri, anakuwepo pale ambapo wanamhitaji, anawaelewa watoto wake, anawasikiliza, anawajali, anawapenda, anakaa karibu na watoto wake, anawalea, anawapa maadili mema. Watoto wanajifunza zaidi kwa kuona, sio tu kwa kusikia maneno. Watoto wanajifunza, wanaona, wanaangalia, wanajua kabisa kwamba huyu ni baba na amesema hivi, na huyu ni mama na amesema hivi. Kwa hiyo mwanaume imara huhakikisha kwamba anasimama kabisa katika kusimamia malezi ya watoto wake. Na watoto wanakuwa hawakosi malezi ya baba yao kwa sababu baba yao ni imara. Huyo tunamuita mwanaume imara kwa sababu anasimamia watoto wake kwenye malezi, hatetereki kabisa kuhakikisha kwamba watoto wake wanakuwa na maadili na watoto wanakuwa na tabia njema. Hoja ya 4, mwanaume imara hulinda umoja wa familia. Migogoro katika familia nyingi hutokea tu na migogoro lazima iwepo. Lakini mwanaume imara huhakikisha anatatua migogoro ya familia yake kwa njia ya amani na anahakikisha anasimama kwenye familia yake, familia isisambaratike. Anajitahidi sana kutatua migogoro inayojitokeza kwenye familia yake kwa njia ya amani. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha anailinda familia yake inakuwa na umoja na haisambaratiki. Huyo tunamuita mwanaume imara. Anasimamia, anahakikisha nidhamu ya familia inakuwepo, upendo wa familia unakuwepo na umoja wa familia unakuwepo. Hata kama kuna migogoro, anatafuta njia ya kuitatua migogoro kwa upendo na anakuwa anaheshimu hisia za watu wengine. Anawasikiliza watu wengine na kutambua hisia zao na kuziheshimu.
anatambua kabisa kwamba huyu amezungumza hiki ana hasira. Hapa ni muache kwanza, huyu mtu ana hasira, baadaye nitazungumza na. Yaani anakuwa anatambua lengo lake kubwa sio kujishusha na kuonekana sio baba, hapana. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba familia yake inakuwa na umoja na familia yake haisambaratiki kamwe. Hoja ya 5, mwanaume imara hujenga mustakabali wa familia yake. Mwanaume imara hafikirii leo tu, anafikiria kesho pia ya familia yake itakuwaje. Mawazo yake siku zote anapambana akitengeneza kesho ya familia yake kuwa vizuri. Mwanaume imara anakuwa akipambana akifahamu kabisa kwamba yeye ndiye kiongozi wa familia, yeye ndiye baba, yeye ndio mfano, yeye ndio wa kuigwa, yeye ndio watoto watajivunia yeye na mke wake atajivunia yeye. Kwa hiyo siku zote mwanaume imara anahakikisha watoto wanasoma, anahakikisha watoto wanakula, wanaishi vizuri, wanavaa, anahakikisha familia yake ina ulinzi. Huyo tunamuita mwanaume imara. Mwanaume ambaye ni kiongozi, mwanaume ambaye anatambua nini anafanya kwenye familia yake. Anatambua kabisa kwamba familia yake lazima iwepo na iendelee kuwepo. Yeye kama kiongozi wa familia anahakikisha familia yake haisambaratiki, inasimama imara, inakuwa na ustawi, watoto wanasoma, watoto wanajivunia kuwa naye kama baba. Familia nyingi leo hazihitaji wanaume wakamilifu. Zinahitaji tu wanaume wanaojitambua. Wanaume wanaotambua nafasi zao na wanaotambua majukumu yao katika maisha. Ikiwa wewe ni mwanaume, hebu jiulize, je, unatambua nafasi yako? Na je, umesimama kwenye nafasi yako? Kwa sababu wewe kama baba unatakiwa kuwa mfano wa kuigwa. Watoto wanakuangalia moja kwa moja ili wajifunze kutoka kwako, wewe kama kiongozi wa familia, wewe kama mfano wa kuigwa. Mwanaume imara si yule ambaye hapitii changamoto, hapana. Ni yule ambaye pamoja na changamoto, pamoja na misukosuko mingi, lakini anakuwa amesimama na familia yake. Anakuwa kama nguzo, anakuwa kama kiongozi. Je, wewe ni mzazi? Swali ni moja tu la kujiuliza. Unamlea vipi mtoto wako wa kiume? Unamuandaa kuwa mwanaume imara, mwanaume mwajibikaji, mwanaume bora, au unamuandaa tu kuwa bora mwanaume? Familia nyingi zimekuwa zikilea na kufundisha tu watoto wa kike kwamba mtoto wa kike anatakiwa kufanya 1, 2, 3 kwa mwanaume, lakini familia nyingi zimekuwa haziwaambii watoto wa kiume wajibu wao katika familia, kwamba wao ndio viongozi, wasimamizi wakuu, na wao ndio watahakikisha kwamba familia zao zinasimama vizuri. Mwanaume imara, nani ana uwezo wa kumuona? Mwanaume imara ni yule ambaye anajitambua. Ikiwa video hii imekugusa, usisite kushare kwa wanaume ili wanaume wengi wajifunze na wanaume wengi waweze kujitambua na wanaume imara. Andika kwenye comment kwamba mimi ni mwanaume imara. Na kama wewe ni mwanamke na una mume wako ambaye ni imara, andika kwamba mume wangu ni imara. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Share video hii kwa vijana, kwa wazazi na kwa watu wengi ili waweze kujifunza na kuandaa wanaume imara. Subscribe pia ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante sana na Mungu akubariki. Tunakutakia kuwalea watoto ili kesho tuwe na wanaume wengi ambao ni wanaume imara, ambao watakutana na watoto wa kike pia waliolelewa vizuri, na familia na ndoa zikaendelea kusimama na kuimarika. Asante.